You are watching Busara Online TV. Mtazamaji wa Busara Online TV, moja kwa moja tumefika katika kilele cha maadhimisho ya KVZ Day kilichofanyika katika viwanja vya Mau uliopo Kikwajuni, wilaya ya Mjini, mkoa wa Mjini Magharibi, na tutaweza kuongea na wadau na washabiki mbalimbali ambao wameweza kuhudhuria katika tukio hili. Unajisikiaje kufika katika hii sherehe leo? Najisikia vizuri sana kwa katika hii KVZ Day kwa sababu ni siku pekee sana katika hii KVZ Day. Na katika ujiandaji wenu nimewaona wakati mnaingia mmeshaini, labda ni maandalizi gani ambayo mmeyachukua katika kupendeza kwenu au katika kujiandaa kufika katika hii shughuli? Tumejiandaa vizuri sana tangu siku za nyuma, tujiandaa kwa hili siku ya leo ya KVZ Day, kupendeza na kushawishi katika hii sherehe yao kufupi kujumla. Changamoto ambazo mmepitia katika kujiandaa na kuja katika hii sherehe, labda mnaweza kutuambia ni changamoto gani ambazo mmekumbana nazo? Hajapambana na changamoto zozote. Tumenipokea kwa mikono yote miwili, kwa ile jambo lile tunatendekea kwa kama letu sisi lilivyo. Unaweza kutuambia labda mmegharimu shilingi ngapi katika kujipendezesha? Katika kujipendezesha mmeharimu 55,000. 55. Wito wako kwa jamii ama wadada kama wewe ambao wamekaa tu nyumbani hawana kazi za kufanya na hakuweza kuchukua fursa za kujiunga na vikundi kama ambavyo wewe upo? Naomba fursa watoke kwa mawingi majumbani, waje kujikunda kwenye vikundi kama hivi. Tunapata afueni, tunajichangamsha na wenzetu. Mambo yanakuwa vizuri, hata kulinda nchi yetu tunapamba sisi wenyewe vijana. Asante. Mambo vipi Zanzibar? Jina langu naitwa Haitham Salim Faki. Natokea katika platform ya M3 iliyokuwepo katika jimbo la Kohani, wadi ya Muungano. Unajisikiaje kufika katika sherehe hii kwa siku ya leo? Kwa ujumla mimi najisikia vizuri pamoja na wenzangu kwa sababu hii ni chachu ya mafanikio. Tunajifunza mengi na tunaona mengi kupitia hii KVZ Day. Mmejiandaaje katika kujipanga? Maana naona mmeshaini, mmependeza, shoti mkiangaliwa na nawiri wenyewe. Mmejiandaaje? Maandalizi yenu yakoje katika kujiandaa kufika katika hii sherehe? Kujiandaa yani kwa ujumla katika platform ya M3 ni makubaliano ya viongozi pamoja na sisi. Ni just kukubaliana nini tunafanya kwa pamoja tunalikamilisha, na kama hivyo unavyotuona ni jambo la muda mfupi lakini tumeweza na tumefanikisha. Furaha yako ni ipi katika kufika hii sherehe? Maana naona tangu mlipofika yani mko na hamasa au mko na ari na waona mkicheza, mkitabasamu, mkifurahia hii siku. Kwanza sisi kufurahi, kutabasamu katika kikundi chetu cha platform ya M3 ni kawaida kwa sababu sisi ni kikundi cha hamasa ambacho kinahamasisha wengine mazuri, na kupitia hii KVZ Day ni chachu ya sisi kujifunza mambo mengi kwa sababu tutakutana na vikundi tofauti na uongozi tofauti na vijana au uongozi wa kikosi cha KVZ. Kwa hiyo ni fursa kwetu kujifunza mengi na pia kusoma zaidi. Unaiambia nini jamii ama vijana kama wewe na wenzako ambao wamekaa tu nyumbani hawana kazi ya kufanya, hawajiungi na kikundi chochote au hawajiungi na magrupu yoyote kwa ajili ya kujipatia kipato au kwa kujipatia fursa? Asante ndugu mtangazaji. Yani kujiunga katika makundi mbalimbali sio tu katika platform M3. Mjini na mikoa mingine kuna makundi mbalimbali kwa ujumla wake. Ni vizuri vijana kutokukaa tu nyumbani ukajibweteka, unavuta bangi, unafanya mambo mengine au shughuli za haramu. Ni vizuri kuja kujiunga katika makundi ya hamasa, na si kujiunga katika makundi ya hamasa kama ni wengine wanavyoona kama unakuwa muhuni, unakuwa huna adabu au huwezi kuni vizuri. Lakini kwenye makundi ya hamasa unakuwa unajifunza mambo mbalimbali, kwanza upendo, ushirikiano na pia fursa ikija moja kwa moja kijana anaikuta. Kama sisi ni vijana ambao ndani yetu kumeibua vipaji mbalimbali, kuna wapishi, kuna wapambaji, kuna wachezaji wa mpira. Kwa hiyo kupitia hii platform ya M3 vipaji, jitihada za mtu mmoja mmoja pia inakuwa mtu unaibuka na unaipata. Haya, sawa, asante. Na labda unaweza kutuambia ni changamoto gani ambazo mnazipitia? Kwa ujumla changamoto ni za kawaida kwa sababu kama kijana kuwa na changamoto ni kawaida, ni zile za kila siku, just ni kupatiwa kipato, na kwa ajili ya kila mmoja kijana ana takwa yake binafsi kwa ajili ya kujikomboa. Na vijana
kila mmoja anakuwa na idea ambazo anazo kwenye akili yake. Maybe kuna watu wanataka kujifundisha uchoraji, wengine wanataka kujifundisha mapishi na mambo tofauti. Kwa hiyo changamoto kubwa ni mtaji. Kama kuna kiongozi yote anaona makundi haya hamasa katika wilaya mjini na wilaya nyingine kwa ujumla, tunamkaribisha katika kikundi chetu cha platform ya M3 ambayo inapatikana wadi ya Muungano, kuja kutupa mchango wake wote na hatutomwangusha. Labda kwa hivyo ulivyopendeza, unaweza kuniambia ni kiasi gani ambacho mmetumia kwa ajili ya kujipendezesha? Naona mumeshaini, mumependeza, kuanzia suruali, viatu, t-shirt hadi vilemba. Kwa ujumla siwezi kukwambia ni kiasi gani, kwa sababu ni mashirikiano ya viongozi wetu pamoja na viongozi wetu wa juu. Nikisema viongozi wetu wa juu, kunaanzia mbunge, mwakilishi pamoja na madiwani na wazee, kwa sababu sisi kama vijana tuna wabunge, wawakilishi na madiwani. Pia tuna viongozi wadogo, kuna viongozi wanawake na wanaume pamoja na wazee. Kwa hiyo kiujumla sisi wenyewe pia tunajitolea, kwa sababu ili sisi tukijitoa tunaweza kuonekana na pia wengine wanaweza kutusaidia baina yetu. Ni kiasi vichache tu ambavyo tunatoa kwa mikono yote, lakini vingi tunashukuru tunasaidiwa na viongozi wengine.